Katika miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinanikera ni pamoja na kufake life. Yaani ni pamoja na kufake life. Ndio maana watu wengi hawabarikiwi. Mtu unakuta anajiinua na kitu kumbe hana kitu. Kuna watu wengine wanasubiri, kuna watu wengine wanakuja wakusaidia, wakikuta unajiweka kama una kitu. Pale umewakosa ndugu yangu, umewakosa. Kwa hiyo kuna baraka zingine watu wanaziondoa kwenye maisha yao wenyewe kwa kujiweka wanacho kumbe hawana. Mimi Biblia tu inasema wapeni watu vitu wasiokuwa na vitu. Kwa maana hiyo mimi nikikuta unajiweka una vitu, mimi nakupita. Naenda kwa mtu ambaye ameficha vitu. Kwa kaida ya mpambanaji, sifa kwanza ya mpambanaji ili afanikiwe lazima awe mchoyo kwenye vitu vyake. Kwa maana ya kuwa mchoyo maana yake ya kuwa msiri. Yaani wewe ujioneshe na vitu na nini, hapo lazima uongezewe. Lakini yule anayejitutumua na vile alivyo navyo vinaisha, kwa sababu atakutana na changamoto za kusifiwa, wewe ni bosi, wewe bosi nini, yani zile sauti zile jangwani za kumferisha mtu, za kumsifia kitu ambacho hana. Unakuta mtu anafanya kazi kwenye kampuni binafsi, serikalini. Wewe bosi una baya wewe. Hebu acha hiyo mambo. Mtu mmoja unaweza kusifia mtu mbaya ambaye unajua kabisa matendo yake ni maovu. Matendo yake ni machafu, ni mkatili. Ukimsifia wewe una shida, wewe ni mtu na nusu, tayari umeondoa watu waliokuwa nyuma yako, watu waliokuwa na kuheshimu kwa sababu ya kusifia upumbavu. Mwanangu, acha kusifia upumbavu, mwanangu, acha kujitutumua. Hebu simama mwanangu. Kuna mtu mmoja unakuta ati ofisi ya mtu yani kisa tu amekuwa mteja kwenye ofisi ya mtu, basi ataita watu, ukinitafuta njoo tu hapa mwanangu. Kama unanitafuta njoo tu hapa, utaniona tu. Ya hapa ndo nashinda, ndo napatikana hapa mwanangu, ndo makazi yangu. Lakini acha nikwambie, ni sifa tu za kijinga, kwa sababu zinakuondolea heshima, kwa sababu hiyo sio ofisi yako, unasema ni ofisi yako. Yaani kisa wewe ni mteja wangu au mteja wa kwenye duka fulani, basi unaambia watu ukinitafuta tu njoo hapa ndo ofisini. Wewe kama una ofisi, mwambie Mungu akupe ofisi. Acha kudanganya watu. Ndio maana mnashindwa kubarikiwa. Acheni kudanganya watu. Nimeona niwaambie hivyo kwa sababu nimeona watu wengi sana. Ya utakuta mtu ni dereva, utasikia njoo ofisini kwangu. Peleka pale ofisini gari kumbe ni ofisi ya watu. Watu wameweka sasa hivi vijiwe, yani vijiwe ndio maofisi. Yani kisa tu mimi nimekukaribisha, basi wewe ndio unafanyia biashara hapo. Unaona imekuwa ofisi yako. Hapana, tafuta kitu chako. Tafuta real life ya kwako. Acheni kufake life. Hizi za kufake life ndio zimeondoa watu. Kwa sababu unakuta mtu anashindana na mwenye pesa wakati ana pesa. Huyo maskini, huyo ni mjinga, atakuwa maskini mpaka kufa, ni mtumwa. Kwa hiyo tuanze kusimama na tuache sifa. Tuache uchawa, tuache kuabudu watu. Tutafute maisha yetu. Na pia namchukia mtu ambaye ni ombaomba, ambaye sio yatima, sio mjane, sio kilema, lakini ombaomba, yani yeye kazi yake ni ombaomba. Acheni. Mimi ukija kwangu njoo na heshima, njoo na adabu. Naitwa Nabii. Nimeona niwaletee ujumbe huu. Amen.